Tunafahamu kwamba kuna kongamano kubwa ambalo linaendelea ambalo limeratibiwa na shirikisho la soka la dunia kwa maana ya FIFA, linafanyika kule Doha nchini Qatar, na kongamano lile ni mahususi kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya football kwa ujumla wake katika maeneo mbalimbali. Miongoni mwa wageni waliokuwa katika wawasilishaji wa hotuba ni pamoja na Engineer Hersi Said ambaye ni rais wa Young Africans, lakini pia ni mwenyekiti wa Umoja wa Vilabu Afrika, na kama itoshi ni miongoni mwa wajumbe wa kamati kutoka FIFA. Sasa Engineer Hersi alikuwa leo anakwenda kuzungumzia juu ya key elements, yani maeneo muhimu ya kufanya transformation katika timu na magari ambavyo timu inatakiwa kuzingatia, vitu vya kuzingatia kwa ajili ya kufanya transformation, kufanya mabadiliko ili timu iweze kujisimamisha yenyewe na kuanza kuingiza faida. Sasa sehemu ya hotuba yake ime trend mtandaoni, na hata mimi kwenye kurasa wangu wa Instagram nimeiweka pale sehemu ya hotuba ile. Amezungumzia vitu vingi, lakini kuna baadhi ya vitu viwili ambavyo amezungumzia kwa undani zaidi, kwa namna ambavyo mimi nimeelewa. Wajua, watu wamejaribu kupokea tofauti, lakini watu wamezama tofauti katika uelewa wa hili. Wapo ambao wameona kama Simba wamesemwa, lakini wapo ambao wameona ni sawa tu kwa kile ambacho kimetokea. Kila mmoja na mtazamo wake, na wewe pia inawezekana ukawa na mtazamo wako kwa kile ambacho unakizungumzia. Miongoni mwa vitu ambavyo amezungumzia ni pamoja na poor governance, yani utawala usioridhisha. Yes, utawala au uongozi usioridhisha. Na katika hilo ametumia footages, yani picha kutokea kwenye klabu ya Simba, kwa maana ya mashabiki na wanachama, hususan ni wanachama wa klabu ya Simba wakilalamikia viongozi wao. Mashabiki pale wamejaribu kutoa hisia zao, ingajua kwa lugha ya Kiswahili, lakini anataka kuonesha ile feeling, kuonesha ile hisia. Unajua sometimes wale ni wazungu, most of them ni wazungu, hawaielewi kile Kiswahili, lakini mtu akiongea tu kwa kushout kwa hisia, unajua kabisa nini ambacho anamaanisha. Lakini pia wengi wamevaa t-shirt ya Simba, na kuna logo ya Simba pale ambayo inaonekana. Sasa kitu ambacho wamekiongea wale mashabiki kinaonesha kabisa kwamba hawaridhishwa na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu yao. Sasa migogoro ni miongoni mwa maeneo ambayo, migogoro kutoka kwa wanachama pamoja na viongozi ni miongoni mwa maeneo ambayo yanafurisha michakato ya mabadiliko. Mabadiliko yanatakiwa kufanyika kwa utulivu, na amezungumza kwamba mashabiki hawana furaha, viongozi hawana furaha kwa kile ambacho kinatokea ndani ya klabu. Kwa hiyo Simba picha zake zimetumika pale ni kama kielelezo cha ambacho kimewakilisha klabu nyingine mbalimbali, kwa sababu pale alikuwa hazungumzii timu za Tanzania peke yake, alikuwa anazungumzia Afrika kwa ujumla. Sasa kwa sababu ana footage za ndani, ndio maana ameamua kuitumia Simba kama kielelezo, kwamba Simba ni mfano, lakini hiki ndicho ambacho kinakuamsha. Yani hii ni point, kwamba point ni hii hapa, lakini kuna vitu vingi. Kwa mfano kama sisi wale ambao tumesoma historia darasani, ilikuwa kuna points nyingi. Kwa mfano tunapozungumzia political instability, tukisema political instability kama hoja yetu, kama point yetu katika essay, wakati unaielezea unaweza ukatoa mfano pale. Political instability kwa mfano Sudani, yani political instability kutokuwa sawa masuala ya kipolitiki au masuala ya kisiasa katika nchi, ambayo inapelekea political unrest, inapelekea kutokuwa na utulivu katika taifa husika. Manake unatoa mfano Sudani. Kwa hiyo Sudani ni mfano tu, lakini ni Afrika maeneo mengi kuna political instability. Au ukaenda kwenye masuala ya border conflict, unatoa mfano labda Ethiopia na Eritrea wana mgogoro wa mpaka wa eneo linaitwa Badme. Lakini hiyo ni moja tu, lakini yako mengi. Kuna Kagera, watu walishapigana kwa maana Tanzania na Uganda. Kuna migogoro mengi. Cameroon wana mgogoro na Nigeria wa hiyo mipaka. Kwa hiyo hivyo vitu viko mingi. So kajaribu kutolea mfano kwa klabu ya Simba kama kubeba timu nyingine. Kwa hiyo hilo la kwanza, lakini ameenda mbali zaidi. Poor infrastructures, miundombinu ya kutoridhisha. Katika miundombinu akazungumzia pia na masuala ya sponsorship issues, kwa maana ya klabu zinakosa udhamini. Na ukienda kwenye swala la miundombinu, ni kweli klabu zetu zina changamoto, lakini pale kwenye miundombinu ametumia
headquarter imeonekana ni makao makuu ya klabu ya Young Africans, ndiyo ambayo yameonekana pale. Ameonyesha baadhi ya kutaa zinavyoonekana, ule muonekano wake na vitu vya namna hiyo, lakini pia kaonesha timu mbalimbali miaka nyuma ambazo zilikuwa hazina sponsorship, hazina udhamini. Ile ni taswira. Unajua klabu hizi kubwa, kwa mfano Yanga, Simba, zaidi zina udhamini, lakini amejaribu kutumia picha za nyuma kuonyesha kwamba walikotoka huku hatukuwa na udhamini. Lakini bado mpaka leo tunapozungumza kuna klabu bado hazina udhamini katika ligi. Ukaachana na wale main sponsors ambao haudhamini timu zote, wao wenyewe independent club kupata udhamini imekuwa issues. Kwa hiyo inapelekea timu zishindwe kupata fedha ya kuboresha miundombinu yao ambayo wako nayo. Lakini pia kushindwa mashabiki kutokuingia viwanjani. Mashabiki hawaingii uwanjani kwa sababu timu hazina mvuto kwenye dakika 90. Yaani kile ambacho kinaonekana akivutii mashabiki, hawaingii uwanjani. Kwa hiyo ni baadhi ya staffs ambazo amezizungumzia, lakini ameonyesha Yanga, ameonyesha Simba juu ya kuchora ile picha ya Kiafrika kwa kutolea tu mifano, kwamba mifano inaanzia nyumbani hadi klabu yake kaiweka pale. Kwa hiyo binafsi nimeielewa hivyo, kwa maana yalichokizungumza in a positive way. Lakini ukienda mbali zaidi akaja kuzungumzia kwamba licha ya hizi changamoto zote, still mapenzi ya football katika mataifa ya Afrika ni ya mithiliki. Yes, haya mithiliki. Mapenzi ya football ni makubwa sana. Sasa hapo ndani yake ameonyesha footages mbalimbali za passion, watu wanakwenda viwanjani, wanawake, watoto na mazingira namna hiyo. Sasa utashi wa kungamua hiki ambacho Engineer Hersi amekizungumzia. Kwa eneo kubwa amezungumza mbele ya FIFA, Gianni Infantino, president wa FIFA yuko pale, maofisa mbalimbali wa FIFA wako pale. Lengo ni nini? Huyu ni mwenyekiti wa umoja wa klabu za Afrika. Sasa anachojaribu kukifanya ni kuonesha changamoto tulizonazo ndani, kwa sababu unapotaka kupata msaada huiwi kuonesha upande wako wa positive au upande wako mzuri. Yaani unataka msaada, faigi zako kusema kwamba nina nyumba, nina gari, nina hiki, hapani. Utaonesha ule upande wako ambao hauko sawa, kwa mambo na mimi ndani na kuna muda nalala na njaa, sina unga, nyumba yenyewe nimepanga na vitu vya namna hiyo, ili uweze kupata msaada. Kwa hiyo ili club zetu ziweze kupata misaada kwa namna moja ama nyingine, inabidi huu ukweli uzungumzwe. Ni ukweli mchungu, ni ukweli ambao unaumiza kuzungumza mbele ya jukwaa kubwa kama lile, lakini anajua ambacho anakizungumzia. Kwa hiyo ni hotuba ambayo binafsi nimeipokea positive, ni hotuba ambayo ina mashiko, ina faida kwa ajili ya kufanya movement ya club zetu kutoka hapa zilipokwenda mbele zaidi. Kwa sababu timu zetu zimepiga hatua, lakini haimaanishi kwamba zimefanikiwa. Bado hizi club bado zinapitia changamoto nyingi. Ni klabu ambazo nguvu kubwa ambayo ipo kwenye klabu hizi inatokana na watu, na sio klabu zenyewe kwamba zina uchumi wa kujiendesha watakavyo. Hapani, asilimia kubwa bado ni nguvu ya watu ambao wamewekeza katika klabu hizi ili ziweze kufanya vizuri. Unapozungumzia klabu kama Young Africans, unamzungumzia Khalid Said Mohamed GSM. Unapozungumzia klabu kama Simba, unamzungumzia Mohamed Dewji Mo. Unapozungumzia klabu kama Azan, unazungumzia ACSB Said Salim Bakhresa. Unapozungumzia klabu kama Singida Black Stars, nyuma yao kuna wadhamini wa kutosha. Anyways, hilo ndo na kubwa zaidi. Wewe kwa nafasi yako, kwenye comment section yako, mitafsiri vipi hiki kipande cha hotuba ambacho kimewasilishwa na Engineer Hersi Said? Weka comment yako katika comment section bila kusahau kusubscribe.